Bana, kuelekea kwenye mchezo wa ligi kuu Tanzania bara baina ya wananchi Young Africans dhidi ya TRA United, moja kati ya mchezo ambao umekaa kimkakati sana, moja kati ya mechi ambayo kwa haraka haraka ukitizama unaweza kuona ni mechi nyepesi mno, lakini ni mechi ambayo ni ngumu haswa kwenye ligi kuu Tanzania bara, mechi ambayo itakayopigwa kwa siku ya kesho pale kwenye dimba lile la Sheikh Amri Abedi Kaluta. Pale ndipo ambapo mchezo utakwenda kupigwa, ambapo TRA United wao ndio wenyeji wa mchezo wenyewe wakiwalika Young Africans. Msimu uliopita tuliona namna ambavyo Young Africans walipoteza mchezo dhidi ya timu hii ya TRA United, ambapo hapo nyuma awali ilikuwa inaitwa Tabora United. Sasa msimu uliopita Young Africans walichapika kwenye mazingira ambayo yalikuwa yanaonekana baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanakosekana kwenye kikosi chao. Sasa kuelekea pia kwenye mechi ya siku ya kesho, kuna mambo kadha ambayo tunapaswa pia kuiangazia katika huu mchezo. Kwanza kabisa, TRA United ni moja kati ya timu ambayo ina wachezaji ambao ni wazuri, wachezaji ambao ni bora haswa, wachezaji ambao wana uwezo wa kufanya lolote lile kwenye timu ya aina yoyote ile, kwa sababu wana quality ya wachezaji. Ukienda kwenye kikosi cha TRA United pale kuna wachezaji ambao waliwapata pia kutoka kwenye vilabu vikubwa vya Kariakoo. Yani unamzungumzia mtu kama Mzamiru Yasin ambaye kwenye eneo la katikati ana uwezo wa kufanya mambo yakawa magumu katika mchezo wa siku ya kesho. Mmoja kati ya mchezaji ambaye alikuwa anaitwa kiungo punda kutokana na namna ambavyo alikuwa na mikimbio kwenye eneo la katikati. Lakini kama hiyo haitoshi, tunajua namna ambavyo alikuwa mitaa ya Msimbazi Mzamiru Yasin Selemba kwa muda mrefu, na hatimaye kwa hivi sasa yuko kwenye kikosi cha TRA kikipiga pale kwenye eneo la katikati. Kama hiyo haitoshi, kuna wachezaji wengine, mchezaji kama Chamu Karbu kwenye safu ya ulinzi, moja kati ya mchezaji ambaye ni raia wa Ivory Coast ambaye yuko kwenye kikosi cha TRA United, akianzia pale mitaa ya Msimbazi ndiko ambako alikotokea akiwa kama beki wa kati na hapa yuko kwa mkopo kwenye kikosi cha TRA United. Hivyo wananchi Young Africans wana kazi kubwa ya kupita safu hii ya ulinzi ya kikosi hichi cha TRA United. Lakini kama haitoshi, yuko pale Valentin Noma, beki wa pembeni na uwezo wa kupanda na uwezo wa kushuka vizuri. Alikosa namba pale mitaa ya Msimbazi kipindi akiwa Mohamed Hussein. Tuliona namna ambavyo kulikuwa kuna bato ya aina yake, lakini pia uwezo wake uko pale. Mmoja kati ya mchezaji bora kabisa ambaye yupo kwenye kikosi cha TRA United. Lakini pia wana wachezaji wengine wazuri kabisa ambao wako kwenye hichi kikosi cha TRA United. Hapa tunamzungumzia mtu kama Chobwedo, moja kati ya mchezaji ambaye ni bora kabisa, yupo kwenye hichi kikosi. Wana Dennis Nkane, pengine kama hajawekewa kipengele na Young Africans, maana ametokea kwenye kikosi cha Young Africans, anakipiga hapa kwenye kikosi cha TRA United. Kwa ni moja kati ya mchezaji ambaye ni winga mzuri kabisa Dennis Nkane, na kama atapata nafasi ya kucheza katika mchezo wa kesho, basi ataweza kuwaonyesha Young Africans kwamba ana kitu cha ziada na ana kitu ambacho ni bora. Tuliona kwenye squad ambayo mechi kukamilika kati ya TRA United dhidi ya Simba. Tuliona alikuwepo kwenye squad ya kwanza akianza kama first 11, alikuwa anakwenda kuanza katika ule mchezo katika mechi ambayo haikufanikiwa kuweza kupigwa. Sasa pengine kwa siku ya kesho inaweza ikawa ni siku yake pia kuweza kuonyesha. Lakini pia na mchezaji kama Omari, moja kati ya mchezaji mzuri kabisa ambaye yuko kwenye kikosi hichi cha TRA United. Lakini yote kwa yote mchezaji ambaye amekuwa kwenye kiwango bora kweli ni Chobwedo. Ana hatari, ana mikimbio, moja kati ya mchezaji ambaye anakipanda na sumu kweli akipanda kwenye lango la mpinzani. Ana uwezo mkubwa, ana uwezo wa kufanya chochote kile cha kwa upande wa mabeki. Ni mchezaji ambaye ni winga ambaye tunaweza kusema kwamba kwenye ardhi ya Tanzania wapo wachache kweli. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezaji ambaye kwa siku ya kesho nategemea kuona akienda kuwasumbua Young Africans, Chobwedo huyu. Lakini kama hii haitoshi, kumbuka msimu uliopita Young Africans walichezea chuma 3
chuma 3-1 dhidi ya TRA United. Sasa hapa kuna kocha ambaye pia ni mzuri hapa tunamzungumzia Etienne Endarigije, anaijua vizuri ligi kuu Tanzania bara, lakini pia anawajua vizuri wananchi Young Africans. Sasa Young Africans changamoto ambayo wako nayo ni aina wachezaji ambao wanaokosekana kwenye kikosi hicho, na majeraha yamekuwa ni changamoto kubwa sana ndani ya kikosi cha Young Africans. Hapa tunaweza tukataja pia orodha ya wachezaji ambao wana majeraha ambao wanakosekana kwenye kikosi hicho cha Young Africans, na kadri siku zinavyozidi kwenda tunaona listi ya wachezaji ikiendelea kuwa kubwa, ambapo kumbuka Clement Walid Mzize ambaye alikuwa kwa muda mrefu alipata jeraha la goti na atakuwa nje ya uwanja hadi mwisho wa msimu. Moja kati ya mchezaji ambaye pia anakosekana kwenye hii mechi na amekosa pia kwenye mechi kadhaa, lakini Young Africans wameendelea kupata matokeo. Lakini pia mchezaji mwingine ambaye anakosekana ni Dickson Job, beki wa kati, beki bora kweli kweli, ambapo alipata jeraha la goti na atakuwa pia nje ya uwanja hadi mwisho wa msimu huu. Kumbuka alipata injury kwenye dabi ya Kariakoo baada ya kukutana na Ino Loemba. Sasa je, kukosekana kwake kunaweza kukawa pengo kubwa kwenye safu ya ulinzi ya kikosi ya Young Africans katika mchezo wa siku ya kesho? Haya ni maswali ambayo kila mmoja pia anaweza akajiuliza. Lakini pia Edmund John, moja kati ya mchezaji ambaye naye pia amepata jeraha la bega na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha takribani wiki mbili. Moja kati ya mchezaji ambaye akipata nafasi huaga anaonyesha kiwango bora kweli kweli. Lakini pia Shadrack Boka Saka naye pia amepata jeraha, naye pia amepata majeraha, ana jeraha pia la enka ya mguu wa kushoto, naye pia atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha takribani wiki mbili, na anakosekana pia katika mchezo wa siku ya kesho. Kama hiyo itoshi, kuna Ibrahim Abdullahi Baka ambaye yeye pia amepata jeraha la nyonga na atakuwa nje ya uwanja kwa kipindi cha takribani wiki 3. Lakini pia anakosekana Laurindo Dilson. Huyu ni moja kati ya mchezaji ambaye kwenye safu ya ushambuliaji amekuwa bora, wanamuita Depu. Sasa anakosekana pia, naye ana majeraha ya nyama za paja na atakuwa nje ya uwanja kwa takriban kipindi cha wiki mbili. Kwa hiyo ni aina wachezaji ambao wanakosekana pia kuelekea kwenye mchezo wa siku ya kesho kati ya Young Africans pamoja na TRA United. Sasa kukosekana kwa wachezaji hawa, mbona kama inajirudia kama ya msimu uliopita? Manake msimu uliopita tuliona kina Dickson Job pia walikosekana kwenye ule mchezo, lakini pia Lydia Ucho kwenye eneo la katikati, na tukaona Young Africans wakapoteza kwa kufungwa mabao 3-0. Sasa je, safari hii itakuwaje? Lakini kipindi kile kulikuwa kuna watu kama kina Ofen Chikola ambao walikuwa kwenye kikosi cha